kuumba. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu ambaye huombi, maana yake huumbi. Nishafundisha tena hapa nikasema kwamba hakuna bubu mchawi dunia nzima, kwa sababu huwezi ukaloga bila kuwa na maneno ya kusema. Ndio maana bubu hawezi kuloga, kwa sababu hana uwezo wa kutamka kwamba kitu kiweje. Bwana siwe sana. Mungu anatuambia hapa kwamba tusijisumbue kwa neno lolote. Hiyo mipango yako unayoipanga ni maneno. Ndio maana wazo lolote ni neno. Hasa mtu unapoanza kupanga ndani, unapoanza kuzungumza mwenyewe, sasa ndio yani sasa yamezidi. Sasa mganga wa kienyeji hawezi kujua siri ya mambo yako. Shetani Mungu amemnyima uwezo, hawezi kujua unachowaza. Sasa mchungaji, mbona nilipokuwa naenda kwa mganga wa kienyeji aliniona nikiwa chini ya mti nikisema mambo fulani nikayakuta ameyasema. Ulipokuwa unazungumza, kuna jini anayehusika na kupeleka habari. Biblia inasema kwamba usiseme sana, huyo ndege asije akachukua maneno yako. Translation ya Biblia sasa, huu ni mfupa. Hasa ndege ni nani? Biblia ina mambo ambayo tunasema allegory, ayaniki, vitu fulani unazungumza lakini sio chenyewe kile. Ndege hawezi kuchukua maneno ya mwanadamu. Ina maana kuna sehemu fulani Mungu amesema kwamba kabla ya siku ya kurudi nitawarudisha watu wangu kwa mbawa za tai. Tai hawezi kubeba mtu, ila anaweza kubeba vitu vidogo vidogo vinavyolingana na weight yake. Tai ilikuwa ni madege makubwa makubwa. Mungu aliona kwamba atawarudisha wana wa Israeli. Kabla ya kurudi lazima Israeli irudi kwao, na wote wamesharudi, na sasa hivi wanatafuta Mwisraeli yuko wapi. Kuna rafiki yetu moja pale Nairobi alizaa na mzungu, alimzaa na Mwisraeli, mtoto wa kiume. Hao wenzetu wana rekodi ya kila kitu dunia nzima, hasa mwanadamu, hasa wa kiume. Alishangaa tu ndege zimelandi, wamekuja, wamepewa taarifa kwa, nafikiri kipindi hicho ilikuwa ni Moi. Wakaenda akachukua yule mtoto na wakamwonya yule Mwisraeli asifanye tena kosa la kuweza kuzaa nje ya taifa lao. Walimwonya, walimpa warning. Kwa hiyo mandege makubwa nasema nitawarudisha watu wangu kwa mbawa za tai. Ilikuwa ni maana ndege. Sasa anachosema, narudi kwenye point kwamba mganga wa kienyeji wanajua unachowaza unapoanza kusema mwenyewe. Ukitaka uhakikishe ni vile tu tumeshatoka huko, nenda kwa mganga wa kienyeji, au mtu anaenda kwa mganga amwambie nina shida gani. Hawezi kusema, hawezi kusema, kwa sababu hakuna yote. Anayejua ndani unavyopanga, unavyowaza ni rekodi ya Mungu, ni Mungu mwenyewe. Mungu anakujua hata kesho utawaza kitu gani, utazungumza neno gani mpaka ukalale. Hasa Mungu anasema kwamba usijisumbue kwa neno lolote. Neno ni mipango tunayopanga. Neno ni mipango tunayopanga, ni mawazo tunayopanga. Hasa Mungu anasema kwamba hayo usijisumbue. Maana pamoja kwamba utayasema, utayaweka kwenye karatasi, shetani anaona. Lakini anatuambia kwamba basi yawekee mkakati wa maombi na sala. Ni vitu viwili, tutasema mbona kama yajirudia. Sala ni utaratibu, wayawekee mambo yako utaratibu. Mke wangu ana utaratibu wa kumtafuta Mungu wake au Mungu wetu. Mimi nina utaratibu wa kumtafuta Mungu wangu. Hata ninaposema jiandae, kila mtu anaweza anajifungia huko, anakaa huko, anaandaa ujumbe wake. Na unaweza ukashangaa ni ujumbe ule ule ambao Mungu amelenga kwa watu wake, lakini kwa namna tofauti. Ninachosema kwamba maombi na sala, jipangie utaratibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali,
Kusali ni kufanya utaratibu, kwamba huyu ni mtu wa swala, ni mtu anayeomba, ni mtu mwenye utaratibu wa kuomba. Ndio maana ya sala. Weka mambo yako kwenye utaratibu. Mimi na utaratibu wa kuamka usiku wa kuomba kwa masaa yangu. Bwana sifiwe sana. Na ukijiwekea utaratibu, mwambie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni zaidi ya saa ile. Mwambie ikifika saa fulani nataka kuamka, nikutafute. Utashangaa usingizi umekata kap. Wangapi wamehakikisha hilo? Na tutaanza kuomba maombi. Tukishamaliza ya siku 40 tutakuja maombi. Kuna wakati nitawaambia sasa tutaenda kwenye maombi ya kuamka usiku. Tutaanza sasa kupiga usiku. Maana wachawi tumewapa, imebaki miezi 3. Si mnakumbuka? Mimi sisahau mambo yangu. Nikipanga utaratibu, ndio maana sasa hivi mnanenepa, mnalala usingizi. Bwana sifiwe sana. Afya zinapendeza, zimejaa. Siwezi kuwasema hapa amesema mchungaji mimi nimeenda kupima kilo zimefika sio ngapi, mwingine kilo ngapi. Unajipima kwenye mambo. Imebaki miezi 3 hawa watu. Amen. Hata magonjwa hatutaki mtu hapa na ugua. Lakini kuna kuugua na nashukuru sana kwamba hata utoaji, na nimeona kwamba hali inaridhisha, ila tusonge mbele na tukaze buti. Lakini maombi yangu ni kwamba mishahara iongezwe. Maana isipoongezeka, sasa wewe ukipata 100,000 mimi nikapata 10, yaani maana yake maji yamezidi unga. Amen. Si ndio Samueli? Usijui nyewe wenzangu, Samueli yuko hapa. Wote hapa akina Ima. Amen. Manake ikiongezeka na huku maana tunajuana kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili tufanye kazi ya Mungu bila bugdha, bila kunajisika. Kwa kuna vitu vya ukemea. Najua ni kweli. Ndio maana sio kwamba hata wewe mwenyewe kaza buti, jiwekee utaratibu wa sala. Jiwekee utaratibu wa kwenda kuzungumza na Mungu. Huyu baba amesema hata kabla mjaomba mimi nimeshajibu zamani. Na wakati tunapokemea hapa na kuhangaika, amesema ndio nasikia. Ni mtu ambaye amejiwekea utaratibu. Wenzetu wana utaratibu wa Islamu. Anasema huyu ni wa swala 5. Mungu ajibu asijibu lazima aende, si ndio? Si ndio? Hiyo ndio Mungu anavyofanyaga. Hasa kuna wengine tunakata tamaa. Mbona najibu hajajibu lile? Mbona, lakini shangaa, mbona kile kingine anajibu? Kwa nini hili anazunguka? Nimeonyesha ule mkanda wangu wa maombi ule, nao waonyeshaga ule. Kuna mambo mengine bwana mpaka sasa hivi najibu naomba. Mungu amesema hata kujibu yote. Ana uwezo wa kukujibu yote. Lakini shawasomea ukisoma kutoka 23 mstari ule wa 29, 28 mpaka 30. Amesema maadui zako sitawafukuza kwa siku hii. Ana uwezo wa kuwafukuza. Lakini tawafukuza kidogo kidogo mpaka pale utakapoongezeka. Nini? Kujiwekea utaratibu wa sala na kuongea naye. Maana akijibu yote pap, kama mama fulani yule, nimetiki nimemaliza. Sasa kuna ya kwake mengine nafikiri ataendelea naye. Bwana asifiwe sana. Nisema mlete 7 tu. Lakini haya mengine jiwekee utaratibu mwenyewe. Alafu na mchungaji wako, najua kuto kupona kwa mtu au kuto kujibiwa kuna mambo fulani. Alisema mhubiri mmoja anaitwa Oral Roberts. Akasema shida ni kitu kingine na mwenye shida ni kitu kingine, na Biblia neno la Mungu ni kitu kingine. Kuna vitu vingapi? Vitatu. Daktari amesema lazima ufe. Daktari amesema damu hamna kabisa na tunakuongezea inaisha, hatuna maelezo. Huo ni uhalisia, tunasema ni facts. Ni uhalisia.
hata ukipima damu haipo. Kama mama fulani hapa wa Kishanda, ile mama ambaye asifiwe sana, wani walisia. Biblia inasemaje? Mwanadamu ataenda kwa damu, na damu ya mwanadamu itamponya mwanadamu wenzake. Ndio maana Yesu ilibidi afanyike mwanadamu ili damu yake itukomboe. Tukasema sasa hii damu tunainyanyua kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyu jini anayenyonya damu anaitwa jini Hamza sipokosea, au Zamzam. Kuna majina ambayo dawa yake ni kunyonya tu damu. Na kina mama lazima muombe sana, kwa sababu hata mkiwa kwa siku zenu nakuta mara nyingi wenzetu ndio maana wanatanguliza mguu wa nini? Shida zote za nini? Ukiokoka unatembea na mguu wote, ingia toka nenda. Wanajua huyu maruhane na principle, na akikosea kweli ndio shangaa wengine amefia huko bafuni, amefia huko nani. Lakini sisi Yesu ametuweka huru. Anasema kitabu kile cha Hesabu 23:23, hakuna uganga wala uchawi utakaofanikiwa kwa mtu wangu anayeniamini. Bwana asifiwe sana. Jiwekee utaratibu wa sala, penda kuzungumza na baba yako. Yaani usimfanye Mungu kama kikatili hivi. Wengine mnaenda kwa mapambano. Sasa unasema unajua mzee nina nini? Nani unasema nenda kwa Mungu kama baba yako. Amen. Kuna mtu mmoja akiingia kwenye mambo unaweza kusema huyu, huwa tunasemaga tu tunakwara tu kwamba na wengine wasikie kwamba tunavunja. Amen. Lakini Mungu anasikiaga mpaka kishindo cha sisimizi yule chini yule. Yaani wewe fikiria Mungu moyoni anasikia. Askofu mkuu wakati anaanza ile kanisa lake pale Mwembe Songo, alikuwa akitoka kifunga huko za kwake, anaanza sasa akifika tu pale nyumba, najua nyumba hizi zina mavitu, na Mungu alikuwa amemtangulia vizuri. Wale maruhani wanawavaa watu, wakiwavaa kwa mikwala tu, anasema nilikuwa naomba kwa sauti, si tunajua tu ili wengine na waje waone mambo pale. Ndio mwanzo wa lile kanisa. Bwana asifiwe sana. Kuna mchawi ambaye amekufa sasa hivi, nimepigiwa simu ni wakati nafika hapa, wameshakufa 3 sasa, wamekufa 3. Akaja kaniita mzee wa kanisa, twende mchungaji, kuna mambo yanafanyika mle. Hata juzi wa kule kama chumu tupigia hapa, mchungaji silali vitu. Nikasema hapo na mke wako na watoto piga magoti. Kwenye radio alisikia, kwenye Radio Vision, piga magoti. Akapiga magoti, kamtumisha nini, akasema kuna vitu vya ajabu ndani, silali usingizi mimi. Nikasasa kesho hebu andaa watoto, wakapiga magoti na mke wake, tukaomba asubuhi. Nikasema asubuhi ikifika, maana leo tena muamshane asubuhi, wamelala salama. Nikasema nendeni, kuna machumu. Akasema ndio, kuna kanisa la TAG karibu na posta, mimi liko hapo karibu na posta. Nikasema mkamtafuteni mchungaji, hiyo maruhana siwarudie tena. Wamelala salama usingizi. Bwana asifiwe sana. Sasa nakuja kwa yule wa Mbeya yule, wakaja mzee wa kanisa, mchungaji silali, kuna uadui hapa jirani tu. Nikasema wewe tuvizie jioni hivyo, watu wametoka kulima na nini. Tengeneza mazingira kwamba Yesu atambulike, Yesu ajulikane, Yesu atukuzwe. Bwana asifiwe. Tukaweka ibada jioni saa 1 kule vijijini, ndio mahali pake, sauti inaendaga sana jioni. Ibada. Nikasema sasa kule tunazunguka, hasa unakuta kule vijijini kuna mipaka ya viwanja kama humu tu. Nikaongoza jeshi, tukaanza kuzunguka ile nyumba. Kasa tukizunguka sasa, mwe mnanifuata nyuma, maana jirani yetu tulitegea. Nikasema kaulizie yupo, asema yupo, basi. Bwana asifiwe. Tukaanza maombi ya mikwala kwa jina la Yesu. Nikawapa ile mstari ya wachawi tu, sema haya, mwe mnanifuata nyuma. Nafuta tunazungumza mikwala kwanza, nikahubiri, alafu tukaanza maombi. Kumbe tunavyoomba kule, vitu kule tunaviparalyze. Alikuwa ni mganga wa kienyeji, sumbua watu pale.
vunja, rudisha kwa aliyetu. Haya maombi nayo mbaga haya, choma, teketeza, maliza. Cha kwanza, ule uchawi wake, ule uganga ukafutika, watu wakaacha kwenda, maana vyombo vile vilizimia pale, hamna. Akaanza kushindana na mzee wa kanisa kwamba umeninyima kula kuku, umenipotezea sasa. Wakaanza kutisha, akasema tukikutana kupiga upanga. Nikasema sasa, kwa sababu huko mmeshindwana ngani, ni kwamba sasa ni ulimwengu wa mwili kwa mwili, nenda kashitaki. Maana sasa sehemu ameshindana. Unajua mchawi alivyo, watu kuona sisi watu tunajuana. Ukiwa muombaji tunajuana, kuna mambo anazungumzaga, hutaniweza, na unasema hutaniweza, basi mnasemana kimafumbo. Atatoka mtu, na mimi nimesema, mke wangu ni shahidi, nasema akinishindwa ama tahama ama nihame, ama tahama ama. Mke wake akaanza kushinda juu ya dali, lakini kasema Mungu huyu hahusiki, nagombana na mume wake, ndio mshirikina mkubwa. Lakini wewe ukajua humo, maana wachawi, kuna uchawi ambao mume wako akienda kuloga, wewe unamshikilia ile figa la kupikia nyamu juu vingi, unashikilia ile figa lile, kama na kupigaga wewe, ukiachia hapa fuse kule wanaangukaga kama embe. Ndio maana kasema hao watu wanajuana hawa. Mke wangu ni shahidi, tumeacha ile pale mahali jirani yangu pale, mke wake ni kama miaka 9 anapangisha huko, hawezi kurudi pale. Sasa mapepo yakaanza kuwavaa watoto wake. Haikuwa ni jirani, mpaka kaja kwangu kubisha hodi nimuombee, na mimi kwa mikwala tu sasa piga magoti, akapiga. Yaani mji utaisha huu, maana mapepo yale ya mtoto yule alizimia masaa ya kutosha. Kumbe wakizimia watu wanaendaga mahali, akifufuka anasemaga vitu vya ajabu ajabu. Sasa mimi nikaanza na baba yake ambaye tunatafutanaga, piga magoti haraka, sasa nyumba itakwisha hii sasa hivi. Nikamtumisha, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Toka leo nimtubisha kwa maasila, kwa ile jaziba. Sasa Mungu amekupata sasa. Watu tulikuwa tunachukiana, Mungu amenitengenezea mlango. Amen. Mchungaji, mapanya anakuja, yanakaa hapa, yanasherekea, ananichekea chekea. Nikasema ndio hayo mambo, sasa kuanzia leo. Sasa juzi tulimekorofishana tena kabla sijaanza kuja. Kwanza mimi sikutambui wewe. Nikasema aisee, umekumbuka tulikotoka? Sasa yaani kweli jirani, kweli uwezi kaomba jirani, uwezi kumchagua. Hasa kwa sababu wote ni mtakuja mnikutana hapo hapo, kazana, jenga ukuta wa moto kwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Jenga ukuta, mdhihirishe Yesu pale. Akikutishia mwambie mimi sitishiki. Biblia inasema hakuna uchawi wala uganga utakaofanya kazi. Kama ni kupimana ni hapa hapa. Amen. Usiogope mchawi. Nimesema baki miezi mingapi? Mpaka wa 6. Tuliopa mpaka wa 6. Nikuja hapa wa kwanza tulianza. Tumeendesha kampeni ya kutisha hapa. Wa pili, wa 3, wa 5 na wa 6. Naomba watu tujipange. Mtu ambaye anatembea tena, nitagawa karatasi. Nagawa karatasi hapa. Utaniandikia mtu mwenye mashaka, una mashaka nani? Nione kama kweli aliyozungumza na Mungu, aliyozungumza na mimi ni sawa sawa. Ukiandikwa zaidi ya mara 7 kikuita ofisini, kama ambao nimeshawaita, naomba usimuonee mtu. Mnasikia? Kuna jinsi kubwa sana ya kusafisha kanisa. Nataka nihakikishe aliyozungumza na Mungu mimi ni kweli. Na kuna watu nimeanza kuwaita ofisini. Sasa nataka nipate uhakika, maana Mungu anasema mtu afe kwa mashahidi 2 ama 3. Mnasikiliza wakati? Gawa kila mtu apate 1. Naona zinafanana, nimeshazilebo kitu fulani. Usiandike 2, andika 1. Usimwandike kwa visa. Nataka mtu anayekunyima amani. Sio kama umekopa deni la mtu, lipa. Mimi nasema hivi, mtu ambaye unajua una mashaka naye, walakini naye. Kama huna wewe usiandike. Wewe andika. Kama hauna andika. Kama andika, achana naye.
Nazitaka hizo karatasi. Andika mtu anayekunyima amani mundani, ambaye unamsuspect huyu mtu anapuliza ana vitu. Huyu mtu ni jirani yetu, lakini tukilala tumkutagi, hata kimwamsha amkagi. Huyu ni vitu vya jatu tungefinya. Naomba andika, wewe andika tu. Kama hauna achana naye, usilazimishe. Nataka nipate uhakika. Je, Bwana aliyesema na nyie kama ni roho moja, hata kama si jirani yako? Kuna watu kabisa ukimwona hivi roho wa Mungu adanganyiki. Ndio maana wanasisitiza hili kanisa, wanasisitiza sana wote tujazwe roho wa Mungu. Roho wa Mungu huwezi kumficha, huwezi kumficha, huwezi kumficha roho wa Mungu. Hatufanye mambo saa 8 usiku hatukuoni, asubuhi kukicha tukitazamana hivi, lazima utakuwa na hofu na huwa zinauguana ndani kwa ndani. Usijisumbue kwa neno lolote. Sema usijisumbue kwa neno lolote. Leta karatasi Ben. Sitosha. Unayemsuspect mtu anaweza kupuliza hapa. Tunaomba macho makavu, mwingine haumbagi macho hivi makavu, hana ibada, ni mvurugaji, kosesha watu amani, kufukuza waliookoka. Bwana asifiwe sana. Msijisumbue kwa neno lolote. Yaani chochote ukitaka, Mungu yuko. Anasema hilo unaloliwaza hilo, hata kabla hujasema mimi nimeshikia, nimeshajibu. Nimenetea. Zimebaki hizi. Sawa. Mungu ametuambia tusijisumbue kwa neno lolote. Sema kwa neno lolote. Mipango yoyote, mambo yoyote, mshahara, kujenga nyumba, kiwanja, mtaji, mchumba, ndugu waokoke, ukoo wenye uchawi, wenye makansa, wenye kupotea, uliolaanika. Usijisumbue, leta madhabahuni, leta madhabahuni. Usijisumbue, utanajisika. Mungu asema njoni tusemezane, asema Bwana. Jielezeni. Sio kwamba Mungu anasahau. Mungu anachotaka ni ile friendship, yaani mnaelezana. Baba, sina amani na huyu mtu, anasema nionyeshe. Mtu yeyote unayemwazia, hebu fungua. Unayemwazia yeyote anayekunyima amani, nionyeshe. Mungu sio kwamba amjue, anamjua. Hebu fungua hapo Kutoka 23 mstari wa 26 27. Mtu yeyote unayemfikiria anayekunyima amani, soma hapa Kutoka 23 mstari wa 29 wa 26 na 27. Aliyepata anaweza kusoma au nisome mimi tena? Sasa mtanipa muda mwingi wa kusoma na kurudia. Wewe mnakaa karibu kidogo ili mnanisaidia. Kutoka 23 mstari wa 26. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Na hesabu ya siku zako nitazitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria. Unasikia? Hapo. Nami nitawafadhaisha watu wote unaowawazia, unaowafikiria, wanakunyima amani. Hawa wote hawa, Mungu anajua adui yako ni nani, anajua Mungu. Anasema jieleze, sema mwenyewe, jieleze hoja zenye nguvu. Na ndio maana popote pale, pia na translation 2, na mahali popote utakapofika, hata kama ni pabaya, hata kama kuna maadui, mahali popote utakapofika, mimi nimekutangulia, mimi nitasema. Lakini kwanza sema, usika mwenyewe. Baba, sina amani na hichi kitu. Baba, huyu mchumba kweli naomba tangulia.
Amen. Huyu mtu mbona nikikutana naye sina amani naye huyu? Maana wapendwa, mkikutana lazima mchangamkiane. Ukiona kuna giza, lazima ujiulize kuna falme mbili, na Mungu na shetani wavipatani, ni madhabahu mbili tofauti. Ndio maana mngasema kwamba hakuna urafiki kati ya nuru na giza, lazima moja toke. Hiyo ndio lazima, ndio kanuni ya Mungu. Lazima moja toke ili mwingine atawale. Mungu hawezi kushirikiana utukufu na kiumbe mwingine awaye yote. Bwana sifa sana. Mtamfadhaisha mtu unayemwazia, anayekunyima amani. Mungu anamjua. Ndio maana ule mkanda ule nishawaonyesha, waziri huyu mwizi, huyu fukuza. Watu kwa tunaomba kwa jazba, kwa hasira. Bwana, pesa ikiibiwa, hata sisi tuliokoka tunalipia innocently bila kuhusika. Zinapandishwa kwenye mafuta, zinapandishwa kwenye vyakula, zinapandishwa kwa ajili ya mpuuzi mmoja aliyeskwanda pesa ya serikali. Sasa Mungu, tuwafukuze kazi hawa kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka. Na kweli alipotawala akawaondoa, akaondoa. Sasa huyu ndio kabisa, na kuwakamata kuweka ndani. Sasa tunaga chama wachungaji, ila mimi Mungu akijibu yale maombi niliomba, huwa nashangilia. Ametawala nani? Nachoangalia ninachoomba kinajibu. Bwana asifiwe sana. Basi hata ningetawala nini, makosa mengi angekwepo tu. Hata ungetawala. Ndio maana tunasema kwamba sisi tuliokoka tuombe sana. Mungu amesema, watazama ninyi watoto wangu, mnachoniamulia nitawafanyia, mtakusudia jambo nalo litatendeka, asema Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda kuumba. Sema tunaenda kuumba. Tunaenda kuumba. Tunaenda kuzungumza na mwenye kuumba. Mungu mtengenezee mambo, mtengenezee kwamba Bwana kuomba iwe hivi. Anajua una akili ndogo sana, anajua tuna akili ndogo sana, uwezo mdogo sana, lakini mtengenezee kwamba Bwana naomba ingekuwa hivi. Maana na wewe mwenyewe una mapenzi yako. Mungu ana mapenzi yake, na sisi tuna mapenzi yetu. Ni mapenzi yangu Bwana ni hivi, lakini wewe kama unavyotaka vyovyote niamlie. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa usilete mambo useme kwa mfano wa jirani yako kule maombi yenu nayo kule. Ninachosema hapo na amani na nani? Ila kama umekopa kweli lazima huna amani, si umefungwa? Usimwambie mtu uliyemkopa. Yaani usimshakie huyo. Kuna mtu ambaye kabisa mimi naomba, na siku nitakuja kuomba kama hivyo tokea Morogoro. Wote mtakuja kupita na washika hivi. Siku ambayo nitajipinda vizuri nimekaa. Tutasema wote tutapita tunasalimiana. Nitajua hizo zoezi likipita litapita. Kuna jingine kabisa. Mbona anafanya mambo? Mbona mchungaji anioni? Anawaita tu wale. Mungu anajua. Mungu anaacha kwanza tu. Haya yote Mungu anazungumza hapa na kuonya. Anasema usipoonyeka kwa siri atakutoa hadharani. Ndivyo Mungu alivyo. Mbona nafanya vile? Mbona mchungaji hajaniona? Mbona hajaniita? Sawa, kuna wengine nimewaita na wengine nitawaita. Lakini wewe ambao unafanya dhambi kwa siri, nitakuja kwa bila dhambi za siri Mungu anazichukia sana. Binti, acha kuchepuku, nenda kumwaibisha Yesu. Utakutwa maiti yako imezagaa kwenye kichaka, utakufa vibaya. Roho Mtakatifu anakuonya. Na amekuonya muda mrefu. Sasa ukiendelea kuna jambo litatokea. Tusimame tuenda kuomba. Tunaenda kuumba. Tunataka kanisa letu Mungu aweze kuliinua. Kwanza tukajitakase wenyewe. Alafu kuna mambo nitakuwa nawaambia, omba hili, omba hili, omba hili, omba hili. Naomba present worship mkae pale.
wana wa Asafu mkae pale. Tunaomba Bwana anataka kusafisha kanisa, anatengeneza kanisa ambalo anakuja kulinyakua. Hatujakuja hapa kupoteza muda, tumekuja hapa kumsubiri Bwana.